mwanamke mwenye kubeba, wala tadha'u, wala hatozaa mwenye kuzaa, illa biilmihi, ila ni kwa elimu yake. Ametaja ujuzi Allah wa saa ile, ametaja ujuzi mwingine wa matunda yote yanayotoka hayatoki ila yeye anajua. Mwenye kuzaliwa yoyote hazaliwi wala mimba haibebwi ila yeye anajua. Pamekaa vizuri hapo. Wama takhruju min thamaratin, wala hayatoki matunda pindi yanapotoka, min akmamiha, kwenye yale mafumba yake yale. Wama tahmilu, wala habebi, min untha, mwanamke yoyote kubeba mimba yake, wala tadha'u, wala hatoizaa mimba hiyo, illa biilmihi, ila kwa ujuzi wake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alitusomea, alitueleza mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illa Allah. Kuna funguo 5 za ghaibu hakuna anayezijua. Ufunguzi wa funguo hiyo inafungua wapi hakuna anayejua illa Allah. Kwenye hiyo tukasomewa surat Luqman aya 34, imebeba funguo 5 za ghaibu, yani vitu hivyo funguo zake anayejua ni Allah. Mambo hayo ni ghaibu. Allah akasema katika surat Luqman aya 34, inna Allaha indahu ilmu saa, kwa hakika Allah mbele yake iko elimu ya saa ile. Manake saa ile iko kwa Allah. Sawa sawa, pale kitakapoanza kiyama saa ile iko kwa Allah na hakuna anayejua mwingine. Ukisikia mganga gani amesema nini, kudanganyana tu, anatafuta kiki tu, watu wamjue ni mtaalamu, basi wamuulize hili na hili na hili. Hiyo habari ni uongo. Allah amesema hakuna anajua. Sawa sawa. Nyingine, wayunazzilu alghaith, Allah ndiye anayeshusha mvua. Leo utaambiwa kwamba watu watatengeneza mvua, watafanya hivi. Ni taratibu maalum za kukusanya mawingu na kupiga mabomu na kushusha mvua kwa namna hiyo. Lakini ushushaji wa mvua uliokuwa na rehma, mvua iliyoitwa ni rehma yake yeye Allah, na ndiye anayejua imetoka vipi, imekuja wapi. Na hawa wanaofanya, wanafanya hiyo mvua ambayo mawingu ni yale yale walioweza kuyakusanya, halafu kupiga bomu wakaangusha, au kufanya kitu gani wakayaangusha. Lakini mkusanyo wa mawingu kutoka kwenye yale maji ambayo Allah ameyapigisha jua ni kazi yake yeye Allah, na ndiye anayapeleka na kushusha mvua. Kuna vingi vilivyojificha ndani yake. Sisi tunajua kitu fulani cha juu juu. Wayunazzilu alghaitha, na ndiye anayeshusha mvua. Waya'lamu ma fil arham, na anajua vilivyomo kwenye mifuko ya kina mama. Watu watakwambia mbona siku hizi hata watu wanajua. Unaambia anajua nini ndani ya mfuko wa kina mama? Atakwambia anamjua mtoto yumo, huyo hapa. Anaweza akakwambia ni wa kike au wa kiume, huyo hapa anaonekana. Ndivyo sivyo? Bado tutasema haiitwi kujua, bali kutambua tu kwamba huyu ni mtoto wa kike wa kiume. Lakini ujuzi wa kumjua aliomo ndani ya mfuko humu ni mpana zaidi kuliko hivyo. Lau kama watu wangekuwa wanajua Trump atakuja kusumbua watu leo hivi, wangeweza kumzima mle kwenye mfuko. Lakini walikuwa hawajui hilo linalotokea leo. Ndivyo sivyo? Kipindi amekaa kule kwenye mfuko walikuwa wanamjua. Wangemjua Netanyahu, usumbufu wake kwa dunia leo, wangekuwa wameshamjua mle ndani ya mfuko. Madaktari wangesema hiki kibwengo hiki kisizaliwe, hiki kipigeni sindano kife tu. Lakini kwa kuwa hajulikani atakuwa nani, basi Allah ndiye alikuwa anajua yumo ndani ya mfuko ule ni nani.
Sawa? Kuna ujuzi mwingi kumjua atazaliwa yukoje, atakuwa zeru, atakuwa vipi, nani anajua? Ili aweke kinga labda asizaliwe hivyo. Atakuwa tahira kidogo au atakuwa vipi, nani anajua? Vinajulikana pia hivyo. Zaidi ya kuwa amemjua ni mwanamume ni mwanamke, na itakuja elimu nyingine pengine itasema kitu kingine kidogo hivi, lakini bado kutakuwa kuna mambo mengi. Allah ndio aliyesema wa ya'lamu ma fil arham, ametueleza kubwa zaidi kwamba anajua yaliyomo ndani ya mifuko. Yule aliyezaliwa atakayeingia mle ni nani, yule ni nani, anamjua tangu anaingia mle mpaka atakuja kumjua ataishi vipi, atatembea wapi, hatua zake zote zinajulikana tangu mle ndani ya mfuko, ama sivyo? Kuna hadithi ile ya Sadiqul Masduq Ibn Mas'udi anayetusimulia hadithi ile. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipomzungumza mtu akiwa anaingizwa tumboni siku 40 ni tone, sawa, linaonekana tone, lakini ni mtu tangu anaonekana tone. Allah anamjua yule ni mtu. Muda wa siku 40 linaonekana ni tone, lakini Allah anamzungumza mtu pale, huyu ni mtu. Na ushahidi wa kuwa ni mtu yule, lile tone lililoingia pale limebeba kila kitu cha baba yake au mama yake au huyo babu yake, au alikubeba. Kwa hiyo Mungu alikuwa anamjua tayari yule. Sauti ya babu yake imeingizwa kabisa kwenye tone, kimo cha babu yake kimo ndani ya tone lile, tabia ya babu yake pia imo ndani ya tone lile. Hata hakumuona kamwe wakati akizaliwa. Amezaliwa huyo babu hakumuona, lakini vituko anavyofanya ni vile vile vya babu. Walimuona babu wanasema huyu jamaa huyu kama babu yake bwana. Alimuona wapi akamuiga? Tangu tone limepandikizwa. Kwa hiyo alikuwa ni mtu yule, sio tone. Ni macho yako yanaona tone. Sawa? Ndio maana wa ya'lamu ma fil arham, anajua Allah kilichoingizwa mle ndani ya mifuko ya kina mama, anakijua kabisa. Huyu ni nani, atakuwa nani, yuko vipi. Bali mpango wake wa maisha yote anaujua kabisa. Allah anamwambia malaika, muandikie huyu atakamopita, riziki yake ni hii hapa na hatozidisha, ni hiyo tu. Imeshachukuliwa kwenye lauhul mahfudhi pale, chap, anaambia muandikie, inaandikwa. Sawa? Wama tasqutu min imeruka, sio hiyo. Wama tadri nafsun madha taksibu ghada, nyingine hiyo. Wama tadri nafsun, haijui nafsi yoyote, madha taksibu, nini itakachokichuma, ghadan, kesho. Tutasema mbona mipango yangu ya kesho mimi ninaijua, nimeshaandika, tutakuwa na kikao, tutafanya hivi, si ndio mipango Ndivyo sivyo? Utafikia? Unajua kufikia hiyo mipango? Hapana. Ni mipango tuliyoandika tuwe tutafanya hivi, si ndio? Lakini kuwa utafika kweli kwenye mipango hiyo, huyo hujui. Watu wanaweza kukungoja kwenye kikao, kumbe umeshikwa na tumbo la kuendesha tu. Huji, kila ukipigiwa simu nakuja sasa hivi, huji. Mpango ulikuwa ni saa 2 mwanze kikao, umekwenda saa 4. Ndio imekuwa sawa? Haikuwa. Ulikuwa hujui utafanya nini kesho, utapata kipato gani kesho, madha taksibu ghada. Haijui nafsi yoyote itakachokichuma kesho. Mungu mkubwa, mtume ametufundisha vitu vya ujuzi wa Mungu kiasi kwamba hata chakula umewekewa pale ukaweza kukila ukamaliza, mshukuru Mungu sana, umekula. Kwanza amekuruzuku kimekuja na ukaweza kukila. Alhamdulillahi alladhi at'amani hadha warazaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa. Namshukuru Allah aliyenilisha hiki akaniruzuku mimi bila ya ujanja wala nguvu kutoka kwangu. Maana kinaweza kuwa kimeshafika mpaka pale pia, kumbe sio chako, una habari. Ndivyo sivyo? Kiko mezani.
sio chako. Wewe unaandaa nini mara mpelekeni hospitali. Wanakisahau pale pale mezani, paka anapanda juu ya meza anakula, kumbe kilikuwa cha paka. Una habari, umemwandalia mwenyewe paka bila wewe kujua. Ndivyo sivyo? Wama tadri nafsun, haijui nafsi yoyote, madha taksibu ghada, itachuma kitu gani kesho. Nyingine hiyo ufunguo anaujua Mungu. Wama tadri nafsun, haijui nafsi yoyote, bi ayi ardhin tamut, ni ardhi gani nafsi hiyo itakwenda kufia. Atakufa wapi mtu huyo? Hajui, hakuna mtu anayejua. Inna Allaha alimun, hakika Allah ni mjuzi sana wa mambo hayo yote. Khabir, ana habari nayo yote hayo. Hii ndio nguvu ya Allah alionayo, mpaka akatwambia ilaihi yuraddu ilmu saa, kwake yeye kunarudishwa elimu ya saa ile. Wama takhruju min thamaratin, wala hayatoki matunda yanapotoka, min akmamiha, kutoka katika mafumba yake. Wama tahmilu min untha, wala habebi mwanamke mwenye kubeba mimba yake. Wala tadau, wala hatoizaa mwenye kuizaa, illa biilmihi, ila kwa ujuzi wake. Anavijua vyote hivyo. Upana wa elimu hii ya Mungu jinsi ulivyo mkubwa sana, kwenye sura Al-An'am aya 59 imezungumza upana sana. Elimu hii ni kubwa mno. Al-An'am 59 anasema hivi kwa kifupi, akaanza wa indahu mafatihul ghaibi, na iko kwake yeye Allah, ziko kwake mafatihul ghaibi, funguo za ghaibu. Vitu hivyo vikaitwa ghaibu, havifikiwi kwa akili, huwezi kufika, kwa macho ufiki, labda kwa kuambiwa tu uweze kufikiria. La ya'lamuha illa huwa, hakuna anayezijua hizo ila ni Allah tu. Ikafunguka kidogo sasa elimu, akaanza kuonea huruma akili ifikirie kidogo. Wa ya'lamu ma fil barri, na anajua Allah vilivyomo nchi kavu yote vyote. Wal bahri, na vilivyomo baharini vyote. Si tunajua pia vilivyomo nchi kavu, ndio, lakini ni vyote. Tunajua pia vilivyomo baharini, na kila siku watu wanagundua, lakini ni vyote? Hapana. Kuonyesha kuwa hatujui vyote, sikiliza maneno yanayofuata, elimu ya Mungu ilivyo kubwa. Wama tasqutu min waraqatin, wala halianguki jani lolote, illa ya'lamuha, ila likianguka jani hilo ana habari nalo, analijua. Halidondoki jani ila Allah anajua hilo jani linapodondoka ni mti gani linadondoka, ni wakati gani linadondoka. Hebu ifikiri kidogo, hiyo imekaje? Hii dunia unavyojua na miti yake ilivyo mingi na kudondosha kwake majani, Allah anasema halidondoki ila anajua yeye. Sio kwamba labda litokee kwamba alikuwa ameshughulika na majani fulani anaanguka, huku kuna moja nalo limeanguka, hana habari. Anajua yote kwa wakati huo, yeye anajua yote. Ni ukaguzi ulioje huu! Hapo ndipo utakapoona kwamba watu siku ya Kiyama na wingi wao watahesabiwa wote, na hesabu haimbabaishi kwamba nimedili na hawa wengine sina habari nao. Huyo ndio Mungu. Jani lolote pahali popote, illa ya'lamuha, ila anajua, analijua jani hilo. Huwa napiga mfano huu mara kwa mara kusogeza kwenye akili. Itokee mtu mmoja hivi afanye ufedhuli, awe amekaa kwenye mti unadondosha majani, achukue moja chap, aseme hivi, hili lilikuwa linajulikana saa hizi hili.
hili hapa kuna miti chungu mzima kwa inadondosha hivi, hili lilolishika saa hizi lilikuwa linafahamika habari zake saa hizi. Ataambiwa malaika, ebu click pale jani hilo alilolishika wewe bwana. Tap, ameshaliona hili hapa. Jani hili limeshikwa na bwana mmoja ambaye alitaka kuuliza swali saa hizi. Hata hilo swali lake lilikuwa liko habari, ambaye atauliza swali hivi sasa kwamba jani hili linajulikana. Maandiko hayo pia yapo. Umeipata vizuri? Yaani itokee mtu ameuliza hilo swali hilo, malaika akiklik pale kwenye lauhil mahfudhi pale, akiscroll pale, likija sio jani tu, litakuja mpaka habari za huyo alilishika, kwamba zilishaandikwa, zipo siku hii fulani huyu bwana ataleta ufedhuli wa kuokota jani, alafu amuulize Mungu, hili linajulikana, ndio huyo bwana. Ukionyeshwa ndio wewe bwana, mtu mwenyewe, habari zako zipo hizi hapa na jani lako hilo linaonekana, huyo ndio Mungu. Maana yake mambo yote haya tulionayo hakuna geni. Akaendelea kuifafanua hiyo, akasema hivi, wala habatin, wala hakuna punje yoyote ya nafaka, fi dhulumatil ardhi, iliyoko chini ya giza la ardhi, ila anaijua. Wala ratbin, wala hakuna kitu kibichi chochote kipo popote, ila anakijua. Wala yabisin, wala hakuna kikavu chochote kilichoko popote, ila anakijua. Tena kukijua kwenyewe, illa fi kitabin mubin, ila vyote hivyo viko kwenye maandiko bayana. Ndio maana nikasema hata huyo mtu mwenyewe fedhuli huyo atakuwa anaonekana naye yupo. Mambo yote yapo kabisa kwenye maandiko. Imekaa vizuri? Yote yako tayari. Ili uipate vizuri sura hii, inapatikana kwenye hadithi ya Ubada ibn Samit aliyosimulia, anaposema hivi, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala, mtume alisema, inna awwala ma khalaqa Allahu alqalam, kwa hakika kitu cha kwanza alichokiumba Allah ni kalamu, na alipoiumba faqala lahu, akaiambia kalamu, uktub, andika kalamu. Faqala, ikasema kalamu, ya rabbi, e bwana wangu, wama aktub, niandike nini? Sawa sawa, niandike nini? Qala, akamwambia Allah, akaiambia kalamu, uktub maqadira kulli shay'in, andika mipango yangu ya kila kitu, hatta taquma saa, mpaka kiyama kisimame. Kalamu inatakiwa kuandika mipango ya Allah ya kila kitu mpaka kiyama. Pengine kalamu imepuzzle kidogo, iko wapi sasa mipango yenyewe niandike? Sawa sawa, niandike mipango ya kila kitu mpaka kiyama kisimame. Kwenye lafudhi nyingine ya hadithi hii ikasema hivi, lamma khalaqa Allahu alqalama, pindi Allah alipoiumba ile kalamu, qala lahu ktub, akaiambia andika. Si iliuliza niandike nini? Fajara bima huwa kainun, vikawa vinapita vile vyote vitakavyokuwa, ila qiyami saa, mpaka kiyama kisimame. Kalamu wakati inauliza niandike nini, Allah anampitishia vitu vyake vyote vinavyotakiwa kuwepo duniani. Kuna namna vinapita, kama vile tunavyoona mabodi yetu ya matangazo yakipitisha software zile, si ndio? Kalamu inaona, kumbe ipo software hapa inapita, anakopi sasa kwa lauhil mahfudh iliyokwisha andaliwa kwa ajili yake kuandika. Maana yake ni kwamba Allah alipoitaka kalamu iandike, akaiumbia tayari lauhil mahfudh. Sawa? Kalamu ndio cha kwanza, lakini sinatakiwa iandike kwa lauhil mahfudh. Akaumba na lauhil mahfudh, andika hapa nini? Fajara fi tilka saa, vikawa vinapita vyote katika wakati ule, ma huwa kainun, vyote vitakavyokuwa. Ndio makadiri kulli shay, mipango ya kila kitu hiyo. Sawa sawa, hiyo ndio mipango yenyewe hiyo kwenye hadithi hiyo. Ila qiyami saa,
mpaka kiyama kisimame, vyote vikapita, kalamu ikaandika vyote. Sasa huyo aliokota jani naye ilikuwa yumo katika mambo yale au hakuwemo? Alikuwemo, kwa lazima naye aliandikwa. Kwa usije ukaona kama vile unafanya kitu kigeni katika dunia. Wewe unataka kuniambia kitu gani? Hiki na hiki pia kipo habari. Wewe kama italetwa pale, huyo hapa atauliza swali hilo. Ndio katika sura hiyo. Kwa hiyo upana wa elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala, anavyozionea huruma akili. Surat al-Hajj aya 70 ikasema hivi: alam ta'lam, hivi wewe hukujua, anna Allaha ya'lamu ma fi samai wal ardi, kwamba Allah anajua vilivyoko angani mpaka mbinguni, mpaka ndani ya mbingu, na vilivyoko ardhini na anga zake. Sawa sawa? Hukujua kama Allah anavijua hivyo? Wakati akili ikitaka kuvifikiri, anakuambia inna dhalika fi kitabin, hivyo vitu vyote viko kwenye maandiko, vimekwisha andikwa. Tena inna dhalika ala Allahi yasir, hayo kwa Allah ni mepesi, sio kama ni mazito kama unavyofikiri. Tumeipata elimu ya Allah ilivyo. Hasikiliza sasa, wakati tukiwa tuko kwenye mambo yetu ya kila siku tunavyojiona wajanja, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati al-Mujadala, alam tara anna Allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard, hivi wewe hukuona, hukujua ya kwamba Allah anavijua vilivyomo ndani ya mbingu na ardhini? Ma yakunu min najwa thalathatin, hawapatikani wenye kunong'ona watatu. Sawa sawa? Unasogezewa kwenye akili. Hawakai watatu wananong'ona, illa huwa rabi'uhum, ila Allah ni wanne wao. Umetajua namba 3 tukusudi, manake ni idadi itakavyokuwa Allah yuko. Wala khamsatin, wala hawapatikani watano, illa huwa sadisuhum, ila yeye Allah ni wasita wao jinsi anavyowajua. Wala adna min dhalika, wala namba iliyokuwa chini ya hizo zilizotajwa, wala akthar, wala kubwa kuliko hizo zilizotajwa, illa huwa ma'ahum, ila Allah yuko nao, aina makanu, popote walipo. Hakuna kitu kilichojificha, anawajua wote popote walipo. Taswira hiyo ukitaka kuisogeza kichwani, wala usiumize kichwa ukasema lakini mbona tunaambiwa Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa, Allah yuko juu ya arshi. Sasa hapa sisi kama watu watatu wanaongea pale, watu wanne wanaongea pale, watu 10 wanaongea pale, itakuwaje yuko nao wote hapa? Itajwe namba, kwa mfano useme namba 10, Allah ametaja wa 11, kuna 20 huko iko Amerika na kuna nyingine iko wapi? Hiyo taswira yako wewe, hiyo ni taswira kama vile umeifanya na dunia nao ni kubwa mbele ya Allah, kumbe ni kubwa kwako. Au haijakaa vizuri? Kwani haiwezekani katika binadamu leo akasema hivi, niko zangu Masjid Abedi, lakini nimefungua sasa hivi naongea na ndugu yangu aliyoko wapi? Uingereza. Huyo hapa anamchukua mke wake anampeleka hospitali. Unaliona hilo au hulioni? Linawezekana, haliwezekana? Sasa ukisema niko naye huyo ni kosa, mpaka uwe umekwenda London, mpaka uko Uingereza nawe. Inawezekana, haiwezekana kwa binadamu? Na unaweza mtu unakaa naye kwenye nyumba moja, chumba cha pili, ukaulizwa wewe ndugu yako umemuona leo mlipoamka, mmeonana? Pengine ukasema huyu ndugu yangu bwana, siku hizi mimi na yeye tuko mbingu na ardhi. Kwa nini hatuonani mbingu na ardhi? Mimi nikiamka yeye ameshatoka, mimi nikilala hajaja. Mbingu na ardhi hatuonani. Maneno haya yanaeleweka, haeleweki? Kimya, mbona kama vile niko peke yangu bwana? Mimi na ndugu yangu tunakaa nyumba moja, nasema tuko mbingu na ardhi, na umeeleweka. Ndugu yangu mwingine yuko Uingereza,
ananipa habari zake zote, tena namuona na anachukua kwa kamera na ninaviona vitu. Unasema niko naye saa zote huyu, kwa sababu unamjua kila kitu. Kwa hiyo ni lazima uwe naye pale, au ni pale kumjua habari zake. Sasa Allah ametueleza maneno kama haya, anaeleweka kwamba hivi hukujua kwamba Allah anajua yaliyoko mbinguni na ardhini yote. Hawawi watatu ila yeye ni wanne wao, hawawi watano ila yeye ni wa sita wao, haiwi namba chini zaidi ila yuko nao wote, yuko nao. Wewe unasema sasa itakuwaje kama yeye yuko kwenye arshi, mimi nikiingia chooni unasema yuko na mimi? Ala, inaonekana wewe hii lugha imekutatiza tu. Wewe ulikuwa unataka kumfanya Mungu kama vile naye anatembea na wewe, sio hivyo. Imekaa vizuri? Labda nikusogezee zaidi. Wewe binadamu, achilia mbali Allah walillahi almathalul a'la, mfano wa Allah ni wa juu sana, na anazungumza hii lugha ambayo tutaweza kumuelewa anachotaka kusema, sawa sawa. Tusimfananishe na kitu, lakini lugha ambayo ametuelezea ni lugha tufahamu ujumbe. Hebu tusogeze katika akili. Wewe binadamu ukae kama hivi hapa, kwa mfano hapa, binadamu wewe, usimlete Mungu. Wewe umekaa kwenye kiti kama hivi, chukua bomba moja hapa uliweke na la pili hapa, sasa chuma ambalo utaweza kulipandisha hivi, ulete pipa fulani, utoboe katikati pipa, uingize pipe nyingine itakaokaa vizuri hapa kwenye bomba hii na kwenye bomba hii, sawa? Pipa limekaa hapo, sawa? Hebu mweke sisimizi juu ya pipa. Sisimizi akiwa juu ya pipa, yeye anaona pana kilomita nyingi sana za kutembea pale, lakini wewe kwako ni kilomita zile. Akianza safari anakwenda hivi, unamzungusha, anambia bwana tuko pamoja bwana. Ukimsogeza si uko naye? Akitaka kushuka kiasi cha kulizungusha tu, uko naye. Unasema niko naye, uko naye. Unaweza kusema niko naye au usemi? Sasa wewe uko juu ya pipa, wewe na wewe uko juu ya pipa time hiyo. Sasa unaona, yani lugha ya kukufikishia ujumbe, ila Mungu ndio humuelewi lugha anayokuambia niko na wewe. Manake huna kinachojificha kwangu, najua mambo yako yote, sio kuyajua sasa hivi. Kwanza nimeandika yote, halafu nakuona na kusikia na kudhibiti. Bikulli shay'in muhit, amekizunguka kila kitu. Sawa sawa. Hiyo ni lugha ya kufikisha ujumbe anaotaka kutupa Allah. Tusimdogeshe tukamfanya mdogo mdogo na yeye tunatembea naye hivi. Hapana. Mungu ni mkubwa mno kuliko unavyoweza kufikiria. Imekaa vizuri? Naam. Turudi kwenye aya ambayo tumeianza. Ilaihi yuraddu ilmu saa, kwake yeye Allah inarudishwa elimu ya saa ile, manake ndiye mwenye ujuzi nayo. Wama takhruju min thamaratin, wala hayatoki matunda pindi yanapotoka, min akmamiha, katika ile mifuko yake ya matunda ile, tangu inaanza kutengenezwa, yanaanza kutengenezwa mpaka yakazaliwa, sawa? Wama tahmilu min untha, wala habebi mwanamke mwenye kubeba mimba yake, wala tadha, wala hatoizaa, illa biilmihi, ila kwa ujuzi wake. Anavijua vyote hivyo Allah, sawa sawa. Wa yauma yunadihim, na pindi atakapowaita wale wanaopinga mambo haya. Mtume anawaeleza vitu hawataki. Siku hiyo sasa imefika, hiyo saa hiyo ilipofika, yunadihim, akaja akawaita, anawaambia kwa kuwakejeli sasa, aina shurakai, wako wapi wale washirika wangu? Mlikuwa nyinyi mnaona kuna washirika wangu mnaowategemea, mnawaabudu, mnawaita, mnawaomba. Aina shurakai, wako wapi washirika wangu leo? Kwa kweli kwa siku ile wote waliofanya ushirikina huu watakuwa hawana majibu zaidi ya kukiri tu, si ndio? Qalu, watasema siku ile wapinzani, adhannak, tumekutangazia leo ya Rabbi,
tumekiri kwako, tumetangaza kabisa hili kwako, ma minna min shahid, hakuna hata mmoja kwetu wa kushuhudia hilo. Hawa washirika wenyewe hawapo kusema ndio sisi, wala sisi hakuna hata mmoja wa kusema ya Rabbi mshirika ni huyo. Ma minna min shahidi, hakuna miongoni mwetu wa kuweza kutoa ushuhuda huo. Kwa hiyo ushirikina unaofanywa hapa, itafika siku watu wataulizwa, jamani, mlinishirikisha na watu nyinyi na viumbe, wako wapi leo washirika wenu? Mshirika mwenyewe anaogopa kusema ni mimi. Basi hali itakapokuwa hivyo, Allah anasema wadalla anhum, yatakuwa yamewapotea hao watu walioshirikisha, ma kanu yad'una min qablu, yale yote au wote waliokuwa wakiwaomba kabla ya pale. Dhalla anhum, vimedisapia vyote, hakuna kitu. Alikuwa anamtegemea fulani, hayupo, na hata kama yuko pale hawezi kujitokeza kusema ndio mimi mshirika mwenyewe. Kwa hiyo yote waliokuwa wakiyategemea, dhalla anhum, yamewapotea, hayapo tena. Ma kanu yad'una min qablu, yale waliokuwa wakiyaomba au wakiyaita, au wale waliokuwa wakiwaita min qablu, hapo mwanzo. Wadhannu, neno dhana ni kufikiria na kudhania, si ndio? Lakini dhana akizungumza Allah kwa wakati huo, kiyama tayari hiki hapa, na wameshindwa kutoa hoja hapa, sio dhana tena. Dhannu bimaana watayaqanu, wakawa na uhakika sasa hapo. Nini? Ma lahum min mahis, hawana wao pa kukimbilia, wala hawana kimbilio. Ma lahum min mahis, hapo tayaqanu annahu laysa lahum min mahis, wamekuwa na yakini kwamba hawana kimbilio kabisa, hawana. Hivi ndivyo itakavyokuwa sura siku hiyo. Waliomshirikisha Allah wameletwa uwanjani, wameulizwa, washirika wangu wale mliokuwa mkiwafanya ni washirika wangu wako wapi? Hawapo. Na wao wamejikuta hawana pa kukimbilia. Allah anamzungumza mwanadamu na mapungufu yake na anavyoyasahau mapungufu yake. Anasema hivi, la yasamul insanu, hachoki mwanadamu, min duail khairi, kuomba mazuri, kuomba khairi. Mwanadamu huachoki. Akitatizika hukumbuka yuko Mungu wa pekee wa kumuomba. Allah, Mungu wangu, kwa lugha yote atakayosema. Lakini wakati wa kutatizika atamuomba huyo peke yake. Mungu wangu, nina shida hii, Mungu wangu nifanyie hivi, Mungu wangu. Mambo yakimnyokea ndio pale pana mshirika hivi kisanamu nini kinakuwa kipo, ujue hapo mkate upo, chakula kipo, lakini hamna kitu. La yasamul insanu min duail khair, hachoki mwanadamu kwenye kuomba khairi. Wa immassahu sharru, ikimgusa sasa shari, fayausun, mara moja anakuwa mwenye kuchoka, anavunjika kabisa, moyo umevunjika. Kanutu, mwenye kukata tamaa. Huyu ndio mwanadamu Allah anamzungumza. Sasa akiwa anaomba khairi vile, anapozipata anazinasibisha na nani? Wakati akizipata pale, akishazipata zile khairi amezinasibisha na nani? Kumbe shari ikija tu huwa hana ujanja mpaka anakata tamaa. Pale akikunyokea umenasibisha na nani? Sijaeleweka? Mambo yamekuwa super, sawa super. Nani kakufanyia super? Mambo yameniharibikia, hata sijui nifanye nini. Ala, pale ulipokuwa super ulikuwa umefanyaje? Fanya na sasa. Kumbe ana mapungufu asiyoyajua, au anayajua, anajua kama hawezi kuyaziba, lakini kumthibitishia huyo anayemtengenezea hataki. Huyo ndio mwanadamu, sawa sawa. Wala in adhaqnahu rahmatan minna, na pindi tukimwonjesha rehma kutoka kwetu. Mungu ananasibisha zile vitu, kumbe vile vitu ni yeye anempa, sawa. Wala in adhaqnahu, na pindi tukimwonjesha rahmatan, rehma, yani afya, riziki kumkunjukia, amani kwenye nyumba,
mapenzi kati ya yeye na watu wake. Hizo zote rehma, sawa? Tukimkunjulia, tukimwonjesha, rehma imetoka kwetu. Min ba'di dharra, baada ya ile shida, dhara lile lililompata mwanzo akakata tamaa. Si alikata tamaa? Tukamwonjesha sasa kidogo rehma, afya ikawa nzuri, mapatano mazuri, kipato kizuri. Tukishamwonjesha baada ya dhara ile iliyomgusa, la yaqulanna, mwanadamu wa aina hii anasema hadha li, bwana, haya ndio mambo yetu sisi. Hadha li, haya ni ya kwangu. Maanake lugha ya kusema mimi nastahiki hivi vitu, usinione hivi, haya ni mapito tu. Ukiniona nimepita pita hivi, mambo yamekuwa hivi kidogo, lakini mimi ni mtu wa matawi haya. Umeeleweka? Yani yeye matawi, hii mambo yaliyopita yamepita tu kidogo. Hadha li, haya ndio yangu mimi. Wewe ukitaka kunijua mimi, nione hivi. Tena anaweza akafika mbali zaidi akasema wama adhunnu saata qaima, wala mimi sidhani kamwe hata hicho kiama kama kipo. Wewe raha zote hizi Mungu anazotuletea alfajiri zinaonekana, wewe unataja kiama gani? Wama adhunnu saata qaima, wala sidhani kamwe hata kicho kiama kama kipo. Nani alikwenda akarudi? Wala in ruji'tu ila rabbi, wala in hata kama ingetokea hicho kiama kipo, kwa mfano kama kipo nikarudishwa kwa huyo bwana wangu huko, inna li indahu lal husna, ujue mimi indahu, mbele yake yeye bwana, kama nitarudisha huko, lal husna, mimi nitapata kizuri tu. Maana kama iko hiyo pepo mimi nitapata, na ushahidi ni hivi, nyota njema huonekana alfajiri bwana. Saizi mimi nipata alafu huko nikose, kwa nini? Kama nikupata na wewe pata basi. Mtu anaweza kukuletea jeuri hata hiyo. Sisi ni wa matawi haya, kama tumeweza kupata huku na huko tutapata, kama iko, kama hicho kiama kipo. Huyo ndio mwanadamu aliyechanganyikiwa, anakuwa hivyo. Basi akishafika hatua hiyo, huaogopi kuua wala haogopi chochote. Anaweza akaua huko anacheka. Kama hivyo ndivyo, basi Allah anamwambia falanunabbi anna alladhina kafaru, tutawapa habari wale waliokufuru, bima amilu, yale yote walioyafanya. Wala nudhiqannahum, na tutawaonjesha, min adhabin ghalidh, adhabu ngumu, nzito, kubwa. Ghalidh, kitu kinene kizito. Tutaonjesha adhabu ambayo ni nzito, ngumu. Wa idha an'amna ala al-insani, pindi tunapomneemesha mtu wa namna hii, tukimneemesha. Allah anasema kumneemesha, ananasibisha yeye. Huyu mtu mwenyewe hataki kumnasibishia Mungu, lakini Allah mwenyewe anasema pindi tunapomneemesha mtu wa type hii, a'rad, yeye huipa mgongo ile neema kwamba imetoka kwa Allah. Hamkumbuki Allah kusema alhamdulillah, nilikuwa nimepatwa na matatizo lakini Allah amenifungua. A'radha, anaipa mgongo kabisa, shukrani haiko. Shukrani ataiweka mgongoni. Wanaa bijanibihi, na ataelekea kwenye upande wake. Manake anajitenga na hali hii ya kumrudia Mungu, anakuwa kwenye upande wa kwake wa maisha yake wa matawi ya juu. Anasema tumia pesa ikuzoee, au sio lugha zao? Huku kwenye shukurani ya Mungu huko hakuna. Maanake shukurani ni kufanya matendo yale ambayo yatamridhisha Allah kwa ulichokipata. Lakini anaacha shukurani mgongoni, anaelekea kwenye upande wake, anajitenga na Allah, anakwenda kwenye vitu vya kwake yeye, bijanibi, kwenye upande wake. Wa idha massahu sharru, na pindi ikimgusa tu shari, fadhu duain, anakuwa mwenye maombi, aridhi, mapana. Anarudi tena kwa Mungu, anamuomba kwa upana kweli, kigeugeu kama nini. Akiguswa tu maombi makubwa kwa Mungu, akitengenezewa tu, Mungu amesahauliwa. Fadhu duain aridh. Qul, sema uambie mtume watu wa namna hii,
in kana min indillahi, ikiwa hii Qur'ani ninakuelezeeni min indillahi, imetoka kwa Allah kweli, ikiwa kweli imetoka kwa Allah, nyisi mnakataa. Nakwambieni, chukueni ihtimali, yani kufikiria, in kana min indillahi, ikiwa imetoka mbele ya Allah, thumma kafartum bihi, kisha nyinyi mmeikataa. Kwa mfano imetoka kwa Allah kweli, alafu nyinyi mmekataa. Sasa siku hiyo mnakutana naye yule mwenye mafundisho yake. Man adallu, ni nani atakayekuwa amepotea, mimman huwa fi shiqaqin ba'id, kuliko yule ambaye yuko kwenye huu bishi au kinzani, kupingana, tena upinzani wenyewe wa mbali sana kufikia kwenye haki. Nani atakayekuwa amepotea? Ni mimi au nyinyi mnaopingana? Nikaa vizuri hapo. Amerudisha kidogo. Fikiria hebu mara moja kwamba inawezekana haya mambo ni kweli, yakitokea ni kweli, wewe umekataa, alafu tumefika kule. Siku moja ilitokea mzozo kabila hiyo. Yuko bwana mmoja katika hawa wanaochomwa wakifa hawa, sawa? So wako watu wanachomwa wale. Amekaa na wanafunzi wangu, anabishana nao, anawaambia, bwana huko hakuna chochote. Wale wanafunzi wakamwambia, mbona nyinyi mnachomana, kwa nini? Majibu hakutoa mazuri. Maanake wao wanachomana kumwogopa huyo atakayekuwa yuko huko, ili hata majivu yasipatikane. Kila kitu kimekwisha, ndio sababu ya kuchomana. Basi yeye alichojibu ni kusema, hakuna kitu bwana, watu wote wanaokufa wamekufa, wewe ukiingizwa kaburini umeoza, na wale wanakichoma wamemalizika, na akifa baharini ameliwa na samaki, kesi imekwisha. Kumbe ilikuwa mbishi mkubwa. Nilipopita tu akasema, mwalimu wenu si huyu ndio mwalimu wenu. Nikaitwa na mimi pale, akanieleza ile kadhia yote waliokuwa wamebishania. Nikamwambia, hebu tusiende mbali, tutumie akili ya kuzaliwa kidogo. Tujalie mimi sasa hivi nikae upande wako, tuseme hakuna chochote. Sawa, ndiyo hakuna. Nikamwambia, kwa hiyo wewe utakuwa umestarehe sana, kwa sababu utaishi kwenye dunia hii unavyotaka, si ndio? Huogopi chochote kwa sababu hamna kitu, hamna malipo. Mimi nitakuwa nimepata hasara kwa sababu nilikuwa kuna mambo najibanabana. Ndio, unajiumiza, unajitesa mwenyewe, ndio. Kaambia ndio, lakini kwa mfano wote tumepewa miaka 70 ya kuishi. Wewe 70 na mimi 70. Wewe utakuwa umekula life yako vizuri sana. Ndio. Na mimi nitakuwa nimeteseka sana. Ndio. Kaambia safi, nimekubali. Nitateseka miaka mingapi? 70. Wewe umestarehe miaka mingapi? 70. Sasa turudi upande wa pili. Tujalie iwe iko sasa, itokee iko, na tumepewa miaka 70 hiyo hiyo. We mwenzangu ukaendelea kupiga unavyotaka, mimi nikajibana miaka 70, halafu tukakutana na yule Mungu kule, malipo yakawa yapo. Tujalie hivyo, unaonaje? Hakuna bwana. Kaambia nataka uniambie, unijibu hilo swali. Ikitokea ipo, si tumeishi miaka 70 vile vile. Mimi nimekubali hii hasara, nimejitesa, lakini ni miaka 70 tu. Sasa kule tunaambiwa sio miaka 70, ni maisha ya milele. Ikitokea hiyo ipo sasa, nani atakayekuwa amepata tabu, hasara kubwa? Ni wewe, ni mimi? Hakutoa majibu, akasema hamna bwana, akaondoka. Huyo jadala umekwisha. Ni wazi kwamba ndani ya nafsi inamwambia hata ukitoa udhuru, hapo hoja imekushinda, si ndio hivyo? Si tumekubali hiyo miaka 70, lakini tutii amri kwa sababu tunajua yuko. Wewe useme hakuna na tukinaisha na sisi hakuna vipi? Ikitokea iko je? Ndio hoja hii ambayo anaisema Allah. Anasema qul araaitum in kana min indillah, waambie mnaonaje nyinyi ikitokea hii Qur'ani imetoka kwa Allah kweli, thumma kafartum bihi, na nyinyi mkawa kisha nyinyi mkawa mmeikataa. Man adallu, ni yupi atakayekuwa amepotea sana, mimman huwa fi shiqaqin ba'id, kuliko yule ambaye yumo kwenye huu pinzani wa mbali sana usiokuwa na kufikia kwenye sehemu nzuri. Tumebakisha aya 2 tu, sawa. Allah akasema sanurihim, tutawaonyesha, ayatina, dalili zetu. Allah anasema tutawaonyesha wote wanaokataa na wasiokataa, tutawaonyesha dalili zetu, fil afaq, kwenye anga za mbali huko
tutawaonyesha dalili zetu. Manake jambo litakuwa limezungumzwa na Qur'ani kwa mtu ambaye hakwenda shule hizo. Sawa? Amezungumza miaka ambayo inaonekana haikuwa na elimu hizo, na nyinyi mnakuja kuona kipindi hicho cha mbele. Tutawaonyesha wote wanaopinga ayati na aya zetu fil afaq, katika anga za mbali, wa fi anfusihim, na tutawaonyesha katika nafsi zao pia. Kila elimu ikikuwa, watu wataziona dalili katika nafsi zao. Wakiziona wanakuja kusikia ndio ile Qur'ani imezungumza kitu hiki. Bwana, haiwezekani. Muhammad ameongea kitu hiki, kikiletwa kwa wataalamu, kikiangaliwa, kweli bwana, ndio hivi hivi. Allah anazionyesha dalili mpaka katika nafsi zao. Na kweli wanatokea watu wanaslimu kwa hizi dalili tu. Yeye ni mtaalamu wa kitu fulani, anakuja kusikia kimezungumzwa miaka hiyo iliyopita. Anasema haiwezekani kwa miaka hiyo awe amezungumza mtu ambaye sio muumba. Hakuna elimu hii kipindi hicho. Hatta yatabayana lahum, mpaka iwadhihirikie, annahu alhaq, kwamba hii Qur'ani ni kweli. Awalam yakfi birabbika, hivi haitoshi kwa Bwana wako, annahu ala kulli shay'in shahid, kwamba yeye kila kitu anakishuhudia mwenyewe. Ametoa ushahidi na anakikagua, yupo, haitobadilishwa, itabakia tu Qur'ani, itabaki hivyo. Na jambo litagundulika miaka hiyo inayokuja lipo vile vile hapa. Vile vile alizungumza Muhammad, ndio. Ala, zinduka ujue, innahum fi miryatin, kwa hakika wao wako kwenye ubishi, wanabishana na wana mashaka, wako kwenye mashaka, min liqa'i rabbihim, mashaka ya kukutana na Bwana wao. Yani wana mashaka, wasiwasi, kweli habari hii. Hum fi shakkin adhim min alba'th, wako katika mirya, shaka kubwa ya ufufuo. Ala, zinduka ujue, innahu bikulli shay'in muhit, kwa hakika yeye Allah kila kitu amekizunguka vizuri, hakuna kitakachobadilishwa, kitakwenda vizuri, ana elimu nacho. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim, zinduka ujue kwamba wao wako kwenye shaka kubwa sana ya kukutana na Bwana wao kwa ajili ya malipo, wanaona haiwezekani. Ala, jua basi, innahu bikulli shay'in muhit, kwa hakika yeye Allah kila kitu ni mwenye kukizunguka vizuri sana, ana elimu nacho, nje ndani, ndani nje. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.